Mambo yanazidi kuwa mazito kwa Samia Suluhu Hassan pamoja na wasaidizi wake, licha ya jitihada mfululizo za kiongozi huyo pamoja na wasaidizi wake kujaribu kujenga taswira kwamba mambo yako sawia. Makala hii inatupia jicho zaidi yaliyojiri huko Urusi, ambayo vyombo vya habari havijaripoti, lakini pia kumekuwa na jitihada za upotoshaji ili kutengeneza taswira kwamba ziara ya Urusi ilikuwa na mafanikio. Lakini pia kuna jambo moja la msingi sana ambalo limefanyika nchini Marekani mwishoni mwa wiki, ambalo kwa kiasi kikubwa limefunika hayo yaliyofanyika huko Urusi. Sasa katika hiyo ziara ya Urusi, nadhani wengi mmemuona Samia amefikia hatua ya kufanya mkutano na waandishi wa habari. Mnajua huyu si kiongozi ambaye anapenda kuongea na waandishi wa habari kwa sababu hana cha kuongea. Lakini katika kutapatapa imebidi afanye mkutano na waandishi wa habari kueleza mafanikio ya ziara yake. Sasa huhitaji kuwa na uelewa wa mambo yanavyoendelea duniani kutanabaisha kwamba safari ya kiongozi ni mafanikio hahitaji kuieleza. Hakukuwa kunahitajika Samia kueleza kwamba safari yake ilikuwa na mafanikio, kwa sababu mara nyingi kazi hiyo huwa inafanywa na waziri wa mambo ya nje. Kwa hiyo licha ya Samia kueleza hayo anayoita mafanikio ya safari yake, bado waziri wa mambo ya nchi za nje naye ikabidi kuitisha mkutano na waandishi wa habari kueleza safari imekuwa na mafanikio na vitu kama hivyo. Kwa hiyo makala hii inaeleza kwa nini hayo yanayoitwa mafanikio sio makubwa kama hayo yanayojaribu kuyaeleza. Kwa kiasi kikubwa ziara hiyo, mafanikio pekee ambayo yamepatikana labda ni jitihada hizo za Samia kujisafisha kimataifa, ambazo hata hivyo zimekumbana na changamoto kadhaa. Sasa kubwa zaidi ambalo limeigubika ziara hiyo kwa ujumla ni kulikuwa na session ya maswali na majibu, ambapo mwandishi mmoja wa habari alimuuliza Samia kwamba umesema unataka kufanya biashara na Urusi na mikataba na vitu kama hivyo, je, utawezaje kuepuka vikwazo vilivyopo? Sasa sijui tatizo ni Kiingereza, sijui ni nini. Samia akakurupuka kujibu kwamba Tanzania haijawekewa vikwazo. Lakini vikwazo vilikuwa vinazungumziwa, swali ilikuwa inahusu vikwazo ilivyowekewa Russia. Urusi imewekewa vikwazo na mataifa mbalimbali. Kwa hiyo ili kufanya biashara, kufanya shughuli na Urusi, inabidi utambue uwepo wa hivi vikwazo. Kwa hiyo yeye hakuweza kujibu swali hili, akazani kwamba kinachozungumziwa ni vikwazo dhidi ya Tanzania, ambavyo sio lengo la lile swali. Lakini upande wa pili, swali hili lilikuwa la maana sana kwa Vladimir Putin, rais wa Urusi, kwa sababu alitegemea kusikia Samia akiwa na msimamo huo wanaojaribu kuja. Kwa sababu ukisikia wanavyoongea bungeni, utaona kwamba nchi za magharibi hazina msaada, nchi za magharibi zinaweza kufanya lolote linalotaka, Tanzania inaweza kufanya chochote inachotaka, haipangiwi na nchi za magharibi. Kwa hiyo kama wana ujasiri huo, ilitarajiwa Samia atumie fursa hiyo kueleza kwamba licha ya Urusi kuwekewa vikwazo, sisi Tanzania kama nchi huru tuna uhuru wa kufanya biashara na tunahitaji, tuna uhuru wetu. Kwa hiyo hatupangiwi nani kufanya naye biashara. Hiki ndicho ambacho Putin alikuwa anategemea ukisikia kwa Samia. Kwa hiyo kama ni fursa, basi kuna fursa muhimu kwake ambayo ilipotea, na hiyo pengine imesaidia kumueleza Putin kwamba huyu mtu sio wa kuaminika sana, kwa sababu hili ilikuwa ni fursa ya na kwa kuogopa matokeo akabadili alikuwa anaongea kwa Kiingereza, akaamua kuongea kwa Kiswahili akidhani kwamba yale atakayosema nchi za magharibi yatasikia. Kwa hiyo hawa ni watu ambao huku wanajaribu kutengeneza taswira kwamba hawana uoga wala hawategemei chochote kutoka kwa nchi za magharibi, lakini ukweli ni kwamba wanawaogopa nchi za magharibi. Kwa hiyo hilo ni moja kubwa ambalo kwa kiasi kikubwa limegubika hiyo ziara yake. Jingine ni huo mkataba uliosainiwa kati ya TISEZA na hii Roscongress Foundation. Na huu ni mkataba wa mfumo wa kukuza uwekezaji na ulisainiwa Juni 5. Kwa hiyo mkataba huu ni wa mfumo tu na usio na kampuni ya Urusi iliyotajwa, hauna ratiba ya uwekezaji na utaratibu wa uhakikisho. Zaidi ilikuwa ni ahadi. Kwa hiyo inaweza kutaja kama ni mafanikio sababu mkataba, lakini ni mkataba ambao pengine ni wa kinadharia zaidi kuliko kiuhalisia. Jingine ni kuhusu mradi mkubwa wa Urusi nchini Tanzania, Mkuju River, huo mto Mkuju, ambao una kampuni ya Rosatom. Lakini mradi huu ulikuwepo kabla. Kwa hiyo sio matokeo ya ziara ya Samia. Unaweza kujaribu kuonadi, lakini haukuwa na matokeo ya hii ziara. Kuna hiyo takwimu ya dola bilioni 2 ambayo inajaribu
kutengeneza taswira kwamba kuna mafanikio makubwa yatakayopatikana kwenye mradi wa uranium na kila kitu, lakini bado haya tunafahamu haya mambo tumeshapitia. Kwa Tanzania, Watanzania wengi wanafahamu haya mambo yalikuwepo. Miradi ya gesi ilikuwa inaongelewa huko nyuma, mabilioni ya fedha, trilioni za fedha, makampuni yatakuja, lakini mpaka sasa imekuwa ni porojo zaidi kuliko, na kibaya zaidi ni kwamba hata hizi pesa zikipatikana zinaishia kwenye mifuko ya wapigaji, sio kama inakuwa kwa maslahi ya Watanzania. Kwa hiyo hili linakuwa zaidi la kuwanufaisha wao, inaweza kuwa mafanikio kwao lakini sio kwa wananchi kwa ujumla. Jingine ni kuhusu biashara. Biashara kati ya nchi hizi bado ni ndogo, kwa sababu kuna dola milioni 304 kwa mwaka, na haitoshi kueleza kuwa hiki ni mafanikio kidogo, na hiki ilikuwepo kabla ya hiyo ziara ya Samia. Lakini jingine ni kuhusu njia hiyo ya ratiba ya Tanzania kwenda Moscow, Urusi. Kwanza hii ilikuwa imeshapangwa kabla ya hii ziara, kwa hiyo sio mafanikio ya ziara. Lakini nyingine, kuna changamoto mbili zinazoikabili Air Tanzania. Ya kwanza ni marufuku dhidi ya shirika hilo. Ndege za shirika hilo zimepigwa marufuku katika anga kadhaa. Kwa hiyo ni changamoto moja, kwamba wamalize tatizo la vikwazo vya anga. Lakini pili, kuna vikwazo dhidi ya Urusi. Unapopeleka ndege zako katika nchi ambayo ina vikwazo, maana yake unaisaidia ile nchi kukwepa vikwazo. Kwa hiyo ni changamoto ambayo inatakiwa kuangalia huko mbele. Lakini kama ilivyo kawaida, unapoleta propaganda mara nyingi huwataki kujiingiza kwenye undani wa mambo yenyewe yakoje. Kuna hili la kukuza makubaliano kukuza Kiswahili nchini Urusi ambayo ilitiwa saini. Hii ni kwamba kimsingi vitu kama hivi vimekuwepo. Kulikuwa na mkataba wa kukuza Kiswahili Afrika Kusini. Umefikia wapi? Na hao wako jirani, ni Waafrika wenzetu. Kuna mikataba ya sehemu mbalimbali kuhusu kukuza Kiswahili. Kwa hakika hili pengine sio tatizo la Samia pekee, ni tatizo la Tanzania kwa ujumla. Kiswahili kimekuwa kinapigiwa debe, lakini utekelezaji wenyewe umekuwa ni mdogo, kwa sababu kuna fursa mbalimbali kweli za kimataifa kuhusu Kiswahili, lakini pia Kiswahili chenyewe kina changamoto, kwa sababu teknolojia inavyozidi kukua, Kiswahili kinazidi kupata wakati mgumu, kwa sababu moja ya changamoto sana kwenye Kiswahili ni kwenye maeneo ya lugha za kiufundi, wanaita lugha za kitaalamu, kwenye mambo ya akili mnemba na vitu kama. Kwa hiyo Kiswahili kinasuasua, lakini si fanikio la kujinadi hasa, kwa sababu nalo ni la kinadharia zaidi kuliko kiutekelezaji. Pia kuna uhusiano wa Tanzania na Urusi jinsi ulivyo. Uhusiano wa Tanzania na Urusi jinsi ulivyo, kwa kweli Urusi wananufaika zaidi kuliko Tanzania. Hiyo mambo ya uranium kwa kiasi kikubwa ni yenyewe inapata nafasi ya sio tu kupata hiyo uranium, lakini pia kwa namna fulani ni njia mojawapo ya kukwepa vikwazo inavyowekewa. Ukijaribu kuangalia mafanikio ya Tanzania katika hilo na yale yanayopata Urusi, unaona kwamba Urusi inanufaika zaidi kuliko Tanzania. Lakini kuna jingine kuhusu uwekezaji. Zimetoa fursa kwa Urusi kwenda kuwekeza kwenye mbuga za wanyama. Hili linakumbusha unyama uliofanyika huko nyuma kwa jamii ya Kimasai kutokana na Waarabu kupewa ardhi. Kwa hiyo hili litawaumiza wenzetu wa huko maeneo hayo husika, kwa sababu itabidi watimuliwe ili Warusi wapewe hayo maeneo. Kwa hiyo kingine ni kuhusu, na hiki ni kikubwa sana. Wakati wa ziara hiyo zilionekana picha, watu wawili katika msafara wa Samia walionekana ambao wamegubika hiyo ziara. Mmoja ni mwanae Abduli. Huyu makala hapa ilishaeleza kwamba alikwenda huko kwa sababu ya kujaribu kusaini mikataba mbalimbali inayohusiana na idara ya usalama wa taifa, ambayo imeelezwa kuwa yeye ndio kiongozi sasa hivi wa taasisi hiyo. Lakini mikataba hiyo sio rasmi, na ndio maana haijatajwa, kwa sababu ina lengo la kuendeleza ukandamizaji, utekaji, ubakaji, ulawiti, utesaji na mauaji. Kwa hiyo labda hilo linaweza kusema ni mafanikio, kwa sababu lengo lilikuwa ni hivyo, na kwa mujibu wa taarifa inasemekana mikataba hiyo imesainiwa, ambayo inalenga kutoa mafunzo pamoja na nyenzo kwa ajili ya wasiojulikana, ambao ni pamoja na idara ya usalama wa taifa, watekaji wengine na watu kama hao. Kwa hiyo moja ni hilo la Abduli, lakini jingine ni kuwepo kwa mbunge Simai Mohamed Saidi. Mnamkumbuka huyu ndio yule aliomuita Dr. Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba ni Yuda. Sasa kwa kumjumuisha katika msafara huu wa rais, unatengeneza picha kabisa kwamba yale yaliyosemwa na huyu mbunge yalikuwa ni ujumbe kutoka kwa Samia mwenyewe, kwa sababu ni kama amezawadiwa. Baada ya tu kuropoka yale maneno, akaingizwa kwenye msafara wa kwenda na Samia huko Urusi. Kwa hiyo hili ni moja yaliyojiri katika hilo. Lakini wakati hayo yakijiri, kuna tukio moja muhimu sana limejiri huko Marekani,
na kwa hakika kuna Watanzania ambao wanastahili pongezi kubwa. Watanzania wakazi wa Marekani wanastahili pongezi kubwa, hasa jitihada zinazofanywa na Mtanzania anayefahamika kama Liberatus Mwang'ombe. Baadhi yenu mtakuwa mnamfahamu, huyu ni mtu wa karibu na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini katika siku za hivi karibuni amekuwa ni mmoja wa watu wanaofanya jitihada kubwa sana kuhakikisha haki inatendeka, hasa kwa maelfu ya waliotolewa uhai na Samia Suluhu Hassan kuanzia Oktoba 29. Yeye pamoja na Mlimbwende Tausi Likokola pamoja na mtoto wa Tundu Lissu na watu mbalimbali ambao walikuwepo katika msafara walifanikiwa kwenda kukutana na maseneta kadhaa, ikiwa ni pamoja na Senator Ted Cruz kumweleza hali halisi ilivyo nchini Tanzania, na pia kujaribu kupiga debe, kwa sababu kuna mswada ambao Senator Cruz na mwenzie Shaheen wamewasilisha katika bunge la Marekani ili Tanzania ichukuliwe hatua zinazostahili. Jasusi TV itaandaa makala maalum kwa ajili ya kuelezea huo mswada, kwa sababu kuna wengi ambao pengine hawaelewi nini kilichopo ndani ya mswada. Huo mswada ni mzito, yani ukitekelezwa basi kuna mengi ambayo yatalazimika kutokea kwa hao wanaojifanya vichwa ngumu. Kwa hiyo tutatafuta wasaa kutengeneza makala maalum kueleza huu mswada hasa unazungumzia vitu gani, watu gani ambao wametajwa na vitu kama. Kwa hiyo hizi zimekuwa ni jitihada kubwa sana zilizofanywa na Liberatus Mwang'ombe pamoja na Mlimbwende Tausi pamoja na mtoto wa Tundu Lissu na Watanzania wengine ambao kwa bahati mbaya siweza kupata majina yao, ningeyataja hapa kwa sababu ni watu ambao wanastahili pongezi. Unajua, kwa sisi wa Tanzania ni muhimu sana kupongezana. Watu wanaojitolea, wanaopigania, wanahatarisha. Hizi ni zama hatari. Watu wanawindwa, wanataka kulekewa sumu, na ni hatari zaidi kwa sababu Abduli ndio amekwenda kukutana na hao watu wa GRU, idara ya kijasusi ya Urusi ambayo inahusika na kutoa watu uhai. Kwa hiyo hizi ni nyakati hatari. Watu wanaojitoa mhanga kwa ajili ya taifa letu wanastahili kuenziwa na kupongezwa. Kwa hiyo mazingira ni magumu kwa Samia Suluhu Hassan, licha ya jitihada kuonyesha kila kitu kinakwenda vizuri. Je, una maoni gani kuhusiana na makala hii na mengine yaliyoongelewa? Karibu tuwe maoni yako kwenye comment. Asanteni na kwaherini.